Naam, wananchi wenye hasira kali leo walifoka na kuonyesha kutoridhika kwao dhidi ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Kama ulivyotangulia kuona mwanzoni mwa hii video, wenyeji Arusha waliweza kumfokea Waziri Mkuu wakimtaja kuwa ni kiongozi ambaye hajali maslahi ya wananchi na kuwa hawamtaki, na pia msafara wake wa magari uliweza kuvamiwa na tukio hilo ilizua taharuki kwa muda, huku walinzi wa waziri wakijaribu kudhibiti hali iliyokuwa ikizidi kuwa ya vurugu. Kumbuka, vurugu inaaminika kuwa ni vijana ambao wanapotea sana Arusha na kupatikana kama wameweza kuuliwa, na waziri mkuu alishindwa kujibu swali hilo, na ndio ambayo iliweza kuzua vurugu miongoni mwa wananchi. Na pindi tu ya ibada kumalizika na waziri kuingia kwenye gari lake, kundi la wananchi waliokuwa nje ya kanisa walianza kupiga kelele na kufoka wakimshutumu kiongozi huyo kwa kile walichodai kuwa ni kushindwa kushughulikia matatizo ya wananchi. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikia maoni yako kuhusiana na hile tukio ambalo limeweza kutokea siku ya Jumapili. Msafara huo uliondoka kwa kasi kutoka eneo la kanisa, huku baadhi ya wananchi wakiendelea kupaza sauti zao wakitaka viongozi kusikiliza kilio cha wananchi wa kawaida, kwa kuwa vijana wamekuwa wakipotea na wanapatikana kama wameweza kuuawa, na ni jambo ambalo limeweza kukera wakazi wa Arusha. Na pindi tu Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alipowatembelea na pia alipokosa kujibu swali hilo, ili aweza kuzua hasira miongoni mwa wananchi, na maafisa wa usalama hawakuripoti majeruhi yoyote, ila walisema wanaendelea kufuatilia kilichosababisha hasira za ghafla kutoka kwa wananchi. Bado haijathibitishwa kama tukio la hivi majuzi la vijana kupotea kiholela na kupatikana kama wameweza kuuliwa ama kama wameaga dunia ndilo lililosababisha wakazi kumfokea waziri mkuu, ama kuna tatizo lingine ambalo liliweza kusababisha hasira na hamaki miongoni mwa wananchi ama wakazi wa Arusha. Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili swala. Kumbuka, waziri mkuu aliweza kuhudhuria kanisa vyema, na pia waliohudhuria kanisa hilo walikuwa na utulivu na kulikuwa na amani, lakini ilianza kutokea punde tu waziri mkuu alipotoka nje ya kanisa na kuabiri msafara wake wa magari, na watu waliokuwa wamejaa kule nje kwa barabara walianza kumfokea na kumtaja kuwa kiongozi ambaye hajali maslahi ya wananchi, na kuwa aweze kupeleka ujumbe kwa Chama cha Mapinduzi, kwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu pamoja na naibu wake, kuwa wananchi wamechoka na wananchi wanataka uwajibikaji kazini na viongozi waweze kuwajibika, ili vijana wasiweze kuwa wakiholela. Tuandike tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Je, unakubaliana na wananchi kumzomea waziri mkuu, ama wananchi wangetulia na wamsikize waziri mkuu? Tuandikie tu maoni yako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo.